Mambo vipi internet, karibu Maxtech TV show ambayo inaamini Putin kutesti hili kombora lake jipya kabisa. Ni jambo zuri sana kwenye issue nzima ya engineering, lakini ni jambo baya sana kwenye issue nzima ya siasa kote duniani. Okay, kama huko duniani japokuwa huo kuna nchi zinajitoa ufahamu, kama haziko duniani wanashusha kabisa mkongo wa internet nzima, taifa zima linakosa internet. Just imagine, kwenye mwaka huu 2025 kuna nchi inazima internet na watu wake wote wanakosa internet. Ni jambo la ajabu sana. Lakini kwa sasa hivi utakuwa umesikia Russia wamefanikiwa kutest kombora lao jipya ambao wanaliita 9M730 Burevestnik. Ya, kirusi changu leo kiko vizuri sana. Huku magharibi au NATO wanaliita hili kombora SSC-X9 Skyfall. Okay, sasa hili kombora lina kitu gani cha special hadi linafanya watu wengi mtandaoni kuliongelea sana? Kwanza kabisa, hili ni cruise missile, yani kombora ambalo linatumia engine ya jet kupaa kwenye target yake. Lakini tofauti kubwa ya Burevestnik na makombora mengine ambayo yanatumia mafuta ya kawaida ili kuifanya engine yake iweze kufanya kazi, hili kombora la Burevestnik lenyewe linatumia nguvu za nyuklia. Ya, hii ni hatari. Na hii italifanya hili kombora kuwa ni kombora la kwanza duniani kuwa ni kombora lenye uwezo wa kutumia nguvu za nyuklia kupaa kwenye target yake. Tumesikia kuna meli ambazo zinatumia nguvu za nyuklia, tumesikia kuna submarine ambazo zinatumia nguvu za nyuklia, lakini hatujawahi kusikia kombora ambalo linatumia nguvu za nyuklia kupaa kwenye target yake. Kwa hiyo hiki ndio kitu cha kwanza duniani kufanyika. Sasa kwenye hii video nataka tuone hili kombora linafanyaje kazi. Tutaangalia kwa nini wataalamu wanasema kwamba hili kombora likiwa linapaa kwenye target yake litakuwa linamwaga mionzi, yani radiation, kwenye kile eneo litakalopita. Alafu tutaangalia, je, Russia wanataka kulitumiaje hili kombora, na mwisho kabisa tutaangalia kwa nini Russia wameamua hata kulitengeneza hili kombora na kwa nini mataifa mengine hawana hata mpango wa kutengeneza kombora kama hili. Sasa kusema ukweli, mimi huwa napenda video zangu ziwe fupi, lakini nikianza kutengeneza hizi video najikuta na mambo mengi sana ya kuongea. Kwa hiyo tutaona hii video itafikia wapi. Wewe sasa, kitu cha kufanya leo, hebu tupia like, weka comment, hata kama inasema Maxtech oye. Ni comment nzuri. Na kama bado hujasubscribe utakuwa unazingua, hebu subscribe tuendelee na hii video. Nakupa muda wa kusubscribe. Nakusubiria wewe hapa. Есть запуск двигательной установки первой ступени. Есть контакт подъема. Так, начало отсчета. Sasa kama tayari umesha subscribe, kitu cha kufanya sasa hivi ni kurelax na kuanza kupokea madini yanayotoka Maxtech. Okay, sasa hizi video ambazo zinaonyeshwa hapa, ambazo zinaonyesha hili kombora likiwa maabara au sijui hii ni garage, pamoja na test hili kombora likiwa la paa, hizi ni video za mwaka 2018. Russia ndo wameamua kuziachia sasa hivi, na hii ni kwa sababu walikuwa wanasubiri test ya hili kombora ifanikiwe ndo waweze kuachia hii taarifa rasmi kwamba wameweza kutest hili kombora lao hivi karibuni. Na kwenye taarifa ya test ya hili kombora lao walisema kwamba hili kombora limeweza kupaa umbali wa kilomita 14,000 kwa muda wa masaa 15. Hii ilikuwa ni testi tu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hili kombora kwa kuwa linatumia nguvu za nyuklia linaweza kupaa hata kwa wiki nzima likiwa angani, au hata sometimes mwezi ukaisha kabisa hili kombora likiwa angani tu lazunguka. Of course kama halitapata matatizo mengine, kwa mfano matatizo ya umeme au matatizo ya kimechanical. Lakini kama haya matatizo hayatatokea, hili kombora liweza likapaa angani kwa muda mrefu kweli, sababu linatumia nguvu za nyuklia. Sasa hii concept ya nuclear engine ni kwamba tunajua engine ya jet inavyofanya kazi. Huwa kuna feni inavuta upepo na kuongezea huu upepo pressure, yani kufanyia compression, alafu upepo sasa unachanganywa na mafuta. Kitu kinachofuata hapa ni kwamba huu upepo ambao umechanganywa tayari na mafuta, na kumbuka una pressure kubwa, unawashwa moto au unaongezewa joto. Sasa joto likiongezeka kwenye upepo inamaanisha kwamba upepo utalazimika kutanuka au kuexpand kwa haraka sana. Sasa kwa jinsi huu upepo utakavyokuwa unatanuka, lakini pia kwa kuwa una pressure kubwa sana, inamaanisha speed yake ni kubwa. Ukiweka turbine kwenye njia ya huu upepo unapopita, inamaanisha kwamba hii turbine itaanza kuzunguka. Sasa hii turbine unaweza kuwa umewekea shaft, na hii shaft itakuwa inazungusha ile feni ya mbele kabisa ambayo kazi yake ni kuvuta ule upepo, lakini pia kufanyia compression au kuongezea pressure. Lakini pia huu upepo wenye joto kubwa pamoja na pressure ya kutosha ambao tayari umeshaupitisha kwenye hizi turbine
Ukiutoa nje kwa kupitia sehemu yenye upenyo mdogo, yani nozo, inamaanisha kwamba ile hewa ikitoka nje ita-expand haraka sana. Inamaanisha kwamba hii hewa itakupa msukumo na kuisukuma injini yako. Kumbuka injini yako tayari umesha-connect labda na kombola. Sasa huu msukumo utasukuma hii engine pamoja na jet yako kwenda mbele. Hii ndo concept ya engine ya jet kwa haraka haraka. Sasa kwenye engine ya jet inayotumia nguvu za nuclear, kwenye ile sehemu ambapo mafuta yanatakiwa kuchanganyikana na hewa yenye pressure kubwa, haipo. Kitu ambacho kipo ni nuclear reactor, ambacho hiki ni kifaa maalum chenye uwezo wa kukupa nguvu ya joto kutokana ile process ya nuclear fission. Kama unavyojua, fission hii ni process ya kuvunja nucleus za atom ili kupata nguvu, na atom ambazo huwa ni rahisi sana kuvunjwa na zikatoa nguvu nyingi kweli ni hizi atom za uranium 235, na nucleus yake huwa inavunjwa na neutron, yani ile particle ambayo haina charge yoyote ile, haina positive wala negative charge, ni neutral. Na hii process ya kuvunja hizi atom za uranium 235 ni process ambayo inafanyika kwenye nuclear reactor. Sasa kwenye nuclear reactor, ili kuweza kuvunja hizi atom za uranium na ukaweza kuproduce nguvu, source ya neutron ambao huwa wanaitumia ni madini yanaitwa americium 241, ambao haya kazi yake huwa ni kutoa ile mionzi ya alpha, ambao hii mionzi ikikutana labda na madini kama beryllium inaanza kutoa zile free neutron, ambazo hizi zinakuwa na nguvu kweli, na zikienda zikigonga ile nucleus ya atom ya uranium inavunjika kabisa na kutoa neutron nyingine ambayo inaenda tena kugonga nucleus nyingine ya atom nyingine ya uranium 235, na hii na yenyewe ikivunjika inatoa neutron zingine ambazo zinaenda kugonga atom zingine. Hii process inaendelea hivyo, ndio maana inaitwa nuclear chain reaction. Sasa swali kubwa ni kwamba nguvu hapa inatoka wapi? Okay, kama ungekuwa una uwezo wa kupima uzito wa hizi atom, kwa mfano unaweza ukapima mwanzoni kabisa kabla hii atom haijavunjika, yani haijafanya ile process ya fission, na ukaona uzito wake, hii atom moja ya uranium 235 ina uzito kiasi gani. Alafu baada ya process ya fission kutokea, unaweza ukapima hivi vipande viwili ambavyo vimepatikana hapa, na venyewe ukivipima alafu ukajumlisha uzito wake, utakuta ule uzito wake wa hivi vipande viwili haufanani na ule uzito wa atom moja uliopima mwanzoni kabla haijavunjika, yani kabla hii process ya fission haijatokea. Sasa kama uzito ufanani, inamaanisha kwamba kuna kiasi cha uzito umepotea hapa. Sasa je, huo uzito umeenda wapi? Sasa huo uzito uliopotea wote umebadilika na kuwa pure energy, yani umekuwa ni nguvu. Kama unavyojua ile formula ya EMC², hii ni formula ambayo inatuambia ni namna gani uzito unaweza kubadilika na kuwa energy, yani pure energy. Sasa unaweza ukajiuliza, huu uzito ambao umepotea hapa, ambao umesema umebadilika umekuwa energy, ni nguvu gani ambayo inapatikana hapa kwenye uzito ambao umepotea? Yana nguvu ambayo inapatikana hapa ni nguvu ya joto. Yani kale ka uzito ambao kamepotea hapa kadogo kweli, haka ndo kamebadilishwa kamekuwa energy, na hii ni energy ya joto, yani heat energy. Sasa unaweza ukaniuliza, Max, haka ka uzito ambao kamepotea hapa ni ka uzito kadogo sana, kamewezaje kuzalisha joto kubwa kweli ambao linaweza kutumiwa labda kuzalisha umeme au vitu vingine? Hata kama haka ka uzito ni kadogo kweli, lakini ukiangalia ile formula ya EMC² ni kwamba huu uzito hadi kuwa energy, na maanisha kwamba huu uzito ambao ulikuwepo ambao umepotea, ni ule uzito ambao umepotea tuna times au kuzidisha na speed ya mwanga ambayo imekuwa squared. Just imagine speed ya mwanga alafu na yenyewe uzidishe mara 2, alafu ndo uje uzidishe na uzito. Hiyo ndo energy inayopatikana. Kwa hiyo hata kama ni kauzito kadogo sana kamepotea hapa, lakini joto ambalo kana produce ni kubwa sana. Japokuwa nucleus ya atom moja ya uranium 235 ikivunjika haiwezi ka produce joto kusema unaweza hata ukatumia kupashia maji. Hapana. Joto kubwa lapatikana baada ya mabilioni na mabilioni ya atoms kuvunjika. Sasa hizi atoms zote zikivunjika ndio joto lazalishwa jingi sana. Hivi kuna idadi ya joto joto jingi, wingi wa joto. Okay, nachanganyikiwa lakini joto lao zalishwa hapa ni kubwa kweli, sababu ni mabilioni na mabilioni ya atoms ambazo zimevunjika hapa, na ule uzito wake mdogo mdogo ambao umepotea ndio unaozalisha joto. Sasa jinsi utakavyotumia hii nguvu ya nuclear ili kuipa nguvu injini yako iweze kusukuma kombora lako hadi sehemu unapotaka au kwenye target yako, ni kwamba ile pati ya mafuta, yani ile pati ambapo ile hewa ambayo imekuwa compressed inachanganywa na mafuta alafu inawashwa moto ili kuiongezea joto ndo ile hewa iweze kupanuka, hii pati unaitoa yote, na kitu unachokiweka hapa ni ile nuclear reactor ambayo yenyewe sasa itatoa joto na kuifanya ile hewa iweze kuexpand, yani
kutanuka, ili sasa ukitoa nje ya engine iweze kutoa msukumo. Swali lingine ni kwamba je, utawezaje kucontrol speed, yani utawezaje kuongeza speed au kupunguza speed ya hili kombora lako ambalo latumia engine ya nuclear au thermonuclear kama propulsion? Unaweza ukatumia technique ya kupandisha juu na kushusha chini kwenye ile reactor, yani nuclear reactor, yale material yenye uwezo wa kunyonya neutrons. Kuna material yanaitwa cadmium. Haya ni material yenye uwezo wa kunyonya neutrons. Sasa kama utaweza kupunguza neutrons, inamaanisha ile fission reaction na yenyewe itapungua uwezo wake wa kufanyika kwenye ile nuclear reactor. Kwa inamaanisha kwamba ukishusha haya madini ndani ya nuclear reactor, yataabsorb zile neutron na kwenda nazo juu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ile chain reaction itapungua nguvu yake. Kwa hiyo na joto na lenyewe ambalo litakuwa latoka hapa litakuwa ni joto dogo kweli, lakini sasa ukipandisha hizi cadmium juu, inamaanisha kwamba zile neutron ambazo zipo kwenye hii reaction zitaendelea kuongezeka zaidi, na hivyo ndivyo joto na lenyewe litazidi kuongezeka zaidi, sababu hizi neutron zitaendelea kuvunja atom nyingi sana za uranium 235, hivyo kuongeza joto kwenye ile eneo. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba hili kombora la Urusi la Burevestnik litakuwa lina unlimited range, yani litakuwa na uwezo wa kufika popote pale duniani na kufanya mashambulizi, sababu latumia mafuta ya nuclear. Hebu cheki, hata ukiweka kilo moja kwenye nuclear reactor ya hili kombora la Burevestnik, inamaanisha kwamba kwenye kilo moja kuna atom mabilioni na matrilioni za uranium 235. Kwa hiyo kusema kwamba utazivunja zote hadi ziishe, hii ni kazi kubwa sana, na hii ni process ambayo inaweza ikachukua miaka mingi kweli. Ndio maana utaona hizi nuclear reactors za submarine au za hizi meli kubwa za Marekani, hizi aircraft carrier, zinaweza zikafanya kazi hadi kwa muda wa miaka 25. Kwa hiyo kwa muda wa miaka 25 hii meli inaweza ikazunguka baharini na ikaenda sehemu yoyote ile duniani bila kuongezewa mafuta. Kwa hiyo hata hili kombora la Burevestnik linaweza likapiga kazi kwa muda mrefu kweli, yani likiwa lazunguka angani. Tatizo litakuja kwenye masuala ya mechanical problems pamoja na electrical problems, ndio zinaweza zikafanya hili kombora lishindwe kuendelea kufanya kazi yake, sababu hakuna mtu wa kufanya repair huku likiwa lapaa huko angani. Kwa hiyo sasa tumeshajua ni namna gani hili kombora Burevestnik linavyofanya kazi, yani jinsi gani linavyoweza kutumia hii nguvu ya nuclear ili kutengeneza msukumo au thrust. Hii ni thermonuclear propulsion. Sasa hebu tuangalie issue nzima ya mionzi au radiation, ambayo watu wengi mtandaoni wanasema kwamba kwenye hii hewa ambayo itakuwa inatoka nyuma hili kombora, yani ile exhaust ya hii engine ambayo ni thermonuclear, itakuwa inatoka hewa yenye mionzi mingi kweli, ambayo kama unavyojua mionzi ni hatari kwa binadamu, lakini pia pamoja na wanyama. Kwa hiyo sehemu yoyote ile ambayo hili kombora litakuwa linapita, madhara makubwa yatakuwa yanatokea. Sasa hebu kwanza tuelewe hii mionzi inatoka wapi. Okay, kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa kujua hapa ni kwamba hata huu mwanga ambao tunauona hapa au tunaotumia kuangalizia vitu, yani macho yetu, mwanga naotumia ni mionzi, yani ni radiation. Lakini tofauti yake na mionzi mingine au radiation nyingine ni nguvu, ni kiasi gani cha nguvu ambacho kipo kwenye huu mwanga. Kwa hiyo kiasi cha nguvu ambacho kipo kwenye mwanga fulani ndio kitakachotuambia kwamba huu mwanga utakuwa na madhara kwetu au hautakuwa na madhara kwetu. Na kama unavyojua process yoyote ile ambayo inatoa joto, kwa mfano ukiangalia jua letu linatoa joto, lakini sio joto tu ambalo linatoka kwenye hii sehemu. Jua na lenyewe linatoa radiation mbalimbali. Kwa mfano mwanga ambao tunatumia kuangalizia vitu hapa duniani unatoka kwenye jua, yani visible light. Lakini kuna aina nyingine ya mwanga ambao jua letu linatoa, mwanga kama gamma, X-ray. Hii ni aina ya mwanga ambao una nguvu kweli, na kwetu sisi una madhara makubwa sana. Unaweza kuharibu DNA na kufanya mutation kwa watu. Kwa hiyo ndio maana ni bahati nzuri kwa dunia yetu kuwa inatulinda. Lakini sasa hata kwenye hii process ya fission, kwa kuwa ina produce joto, inamaanisha kwamba na yenyewe itakuwa inazalisha mwanga au radiation. Sasa na aina ya mwanga ambao inaweza ikatoka kwenye hii process ya fission ni mwanga unaitwa gamma radiation. Yani huu ni mwanga wenye nguvu kubwa kweli na una madhara makubwa kwa binadamu. Lakini jambo jema ni kwamba huu mwanga unaweza ukawa blocked au unaweza ukazuiwa usipite sehemu fulani kwa kutumia material ya lead. Kuna madini yanaitwa lead, ni madini ambayo yana neutron nyingi sana. Haya madini yanaweza kublock gamma radiation. Kwa hiyo ni kusema kwamba ukiweka tofali la lead mbele ya hii process ya fission, utakuwa na uwezo wa kublock ile gamma radiation isipite kabisa. Na radiation nyingine ambayo hutokea kwenye process ya fission ambayo na yenyewe ni hatari kwa binadamu ni hii radiation ambayo tunaita neutron radiation. Kumbuka hii process ya fission inakuwa activated au inakuwa initiated na zile neutron. Sasa hizi neutrons zikifanikiwa kuvunja ile atom ya uranium 235
na yenyewe itaproduce neutron. Sasa hizi neutron zake zao zikawa na nguvu kubwa kweli na zikatoka nje kabisa ya hii nuclear reactor. Sasa zikikutana binadamu, madhara ni makubwa sana. Kwa kuwa hizi neutron zina nguvu sana. Kwa hiyo lakini technically ni kusema kwamba hii neutron radiation sio kama radiation kama gamma, sababu gamma radiation ule ni mwanga, yani ni wave. Lakini hii neutron radiation hii ni particle yenye nguvu kubwa kweli. Kwa hiyo sio sahihi sana ukiita kama radiation, lakini kwenye purpose yetu leo tutaita kama radiation. Sasa hii neutron radiation kwa kuwa ina nguvu kubwa kweli, inaweza kuwa blocked na material kama zege, yani zege la simenti ya kutosha inaweza ikablock hii neutron radiation. Kama ulishasikia ile story ya Chernobyl, ile ni nuclear reactor ambayo ilikuwa Russia. Kuna matatizo ya kiufundi yalitokea na kufanya zile load, yani zile load ambazo zinashuka chini kwenye nuclear reactor kunyonya zile neutron na kupanda nazo juu, zilifeli kushuka chini. Kwa hiyo moja kwa moja neutron zikaendelea kujizalisha kweli kwenye ile nuclear reactor ya Chernobyl, na matokeo yake joto likaongezeka na likawa kubwa kweli. Sasa ile mifumo ambayo inatakiwa kupooza ile nuclear reactor ikafeli. Kwa hiyo mwisho wa siku mlipuko katokea na matokeo yake mionzi ikaanza kuvuja. Sasa kitu alichofanya kuzuia hii mionzi isisambae kwenye eneo kubwa, waliweza kujenga chemba ya zege kubwa kweli, na mpaka sasa hivi ipo hii chemba, japokuwa kuna crack zimeanza kutokea, lakini hiyo ni story ya siku nyingine. Sasa hii chemba ndio imefanikiwa kublock ile radiation ambayo ipo kwenye reactor ya Chernobyl. Yani story nzuri sana, unaweza ukaifuatilia. Lakini haya material ambayo yanatumika kublock hii radiation ni material mazito kweli, sababu unahitaji material ambayo atom zake zimejipanga kiukaribu sana. Kwa ni material yenye atom nyingi sana ndio anaweza kublock hizi neutron radiation pamoja na gamma radiation. Sasa madhara makubwa ya haya material ni kwamba ni mazito kweli. Just imagine lead ni madini mazito kweli, alafu tena uweke material kama zege. Kwa hiyo uwezo ukayakuta kwenye kombola kama Blevestnik, sababu hili kombola litashindwa kupaa kabisa na haya material mazito kweli. Sasa mimi nadhani kitu ambacho Russia wamefanya hapa, japokuwa wao hawajasema kwamba wamefanya hivi, mi hapa nafanya guesswork, lakini hii guesswork ni guesswork ya kiinjinia. Mi nadhani Russia ili kuweza kublock hii mionzi, kinga waliotumia hapa ni maji. Maji yana uwezo wa kublock hii neutron radiation. Hizi particles za neutron huwa zinapenda sana kuinteract na atom za hydrogen. Sasa zikiinteract na hizi atom za hydrogen, yani zikiungana pamoja, zinatengeneza deuterium au heavy water, yani maji mazito. Lakini pia faida nyingine ya kutumia maji kama kinga yako ya kublock radiation, maji unaweza ukatumia kupozea hii nuclear reactor ili iweze kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini shida ni moja, bado kuna ile gamma radiation, na gamma radiation ni ngumu sana kuizuia na maji. Yani unaweza ukaizuia na maji, lakini sema utahitaji maji mengi kweli ndio uweze kuzuia gamma radiation. Kwa hiyo njia nzuri ya kuzuia gamma radiation ni lazima utumie lead. Kwa hiyo wanaweza wakawa wameweka kitofali kidogo cha lead hapa, lakini pia na layer nyingine ya maji ambayo inazunguka kwenye nuclear reactor ili kublock ile neutron radiation. Sasa hawa maengineer wa Russia kitu ambacho watakuwa wamefanya ni kublock hii mionzi kwenye ule upande ambapo wameweka vifaa vya electronic vya hili kombola, sababu hii mionzi ikiingia kwenye vifaa vya electronic vya hili kombola vinaweza vikafuta memory au vikaribu kabisa processor ambayo inatakiwa kuongoza hili kombola liende wapi. Kwa hiyo hii mionzi na yenyewe mbali na kuwa ni hatari kwa binadamu pamoja na wanyama wengine, ni hatari kwa vifaa vya electronic. Kwa hiyo ndio maana hii shield mimi naamini kwamba itakuwa imewekwa kwenye upande wa mbele ya hili kombola, yani kuzuia hii mionzi ya nuclear reactor isiingie kwenye hivi vifaa vya electronic na kuviharibu. Lakini nyuma hili kombola hapa nadhani watakuwa wamepaacha wazi, sababu hakuna njia ambayo itakayowasaidia kublock hii mionzi kwa 100%. Itabidi waachie upande mwingine, hii mionzi itakuwa inavuja, sababu ile shield au kitu ambacho unaweza kutumia kublock hii mionzi ni vitu vizito kweli. Na ukisema block hii nuclear reactor yote, inamaanisha kwamba ile kombola lako halitaweza kupaa. Watu wengi walikuwa naamini kwamba hii mionzi itasambaa Europe nzima. Kwa hiyo kwenye nchi ambazo zipo karibu na Russia, kwa mfano Norway, watakuwa ni rahisi kuweza kudetect hii mionzi na kujua kwamba hii test ya hili kombola inafanyika, sababu mionzi imeongezeka kutokana na vipimo vyao vinavyoambia. Lakini cha ajabu ni kwamba Norway wenyewe walitoka na kusema kwamba hawajaona kama kuna ongezeko la mionzi limetokea. Kwa hiyo watu wakaja mtandaoni na kuanza kusema kwamba huenda Russia wamedevelop material mengine yenye uwezo wa kublock hii mionzi, yani material ambayo sio mazito sana na yanaweza kutumiwa kwenye hata ili kombola la Blevestnik. Nikasema hawa watu ni kama hawaelewi principles za physics
zinavyofanya kazi, kuna vitu vingine ni ngumu sana binadamu kuweza kudili navyo, yani vipo nje ya ule uwezo wetu. Binadamu kama angekuwa na uwezo wa kutengeneza material yenye uwezo wa kubloki mionzi 100%, basi karibia kila mtu angekuwa na nuclear reactor nyumbani kwake. Angekuwa na nuclear reactor kadogo nyumbani kwake, anaishi nako tu, kanampa nguvu ya umeme kila siku. Asingekuwa na haja ya kutafuta umeme wa TANESCO au makampuni mengine, au hata kununua solar panel. Material pekee yenye uwezo wa kubloki mionzi ni yale material mazito kweli, na yenyewe utahitaji kwa wingi mkubwa kweli ndio uweze kubloki mionzi 100%. Kwa hiyo ndio maana kupata zile portable nuclear reactor ni kama ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Unaweza ukapunguza size ya nuclear reactor, lakini size ya kinga ya kuzuia mionzi bado itabaki pale pale. Kwa hiyo mimi, kwa maelezo yangu kwa nini mionzi ikuongezeka Europe baada ya test ya hili kombola, hii mionzi inaweza ikawa ni localized, yani kiasi cha mionzi ambacho kimetoka kwenye hili kombola haikuwa mingi sana. Sababu hili kombola hata speed yake ambayo limekuwa likisafiri ni speed ya subsonic, yani hata haijafika ile speed ya supersonic, yani zaidi ya speed ya sauti. Kwa hiyo kiasi cha nguvu ambacho hii nuclear reactor ilikuwa inatoa ni nguvu kidogo sana kulingana na kiasi cha neutron ambacho kilikuwa kinaruhusiwa kufanya hii fission reaction. Kwa hiyo ndio maana ile radiation kutoka ilikuwa ni kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu kwa sehemu kama Norway kusema kwamba wanaweza wakaona mionzi ikiongezeka kutokana na hivi vipimo vyao ambao wamefanya. Sehemu kubwa ambapo mionzi itakuwa imeongezeka ni kwenye ile eneo lote ambao Russia wametesti hili kombola, na hili kombola watakuwa wamelifanya liweze kuzunguka sehemu moja kwa muda mrefu kweli, kwa haya masaa yote 15, ili lisiweze kusambaza mionzi kwenye eneo kubwa kweli. Sasa mwaka 1957 Marekani walianzisha project kwa jina la Project Pluto, na hii ni project ambayo kazi yake ilikuwa ni kutengeneza kombola kwa jina la SLAM, yani Supersonic Low Altitude Missile. Hili na lenyewe lilikuwa ni kombola ambalo walikuwa wanataka litumie engine ya nuclear kama hili kombola Brevestnik. Sasa mainjinia wa Marekani walipopiga mahesabu na kuona kwamba uzito wa material watakayotumia kuzuia mionzi yake ili isiweze kutoka nje ni material yenye uzito wa zaidi ya tani 23 hadi tani 91, wakaona bora wapige chini ili swala zima la kuwekea shield au material ya kublock ili mionzi isitoke nje. Wakawaza labda hii mionzi na yenyewe inaweza ikatumika kama silaha ya kumshambulia adui yao. Just imagine kombola ambalo linapita juu ya nchi yako huku likimwaga mionzi, alafu baadaye linaanza kudondosha vichwa vya nyuklia. Na ili kombola Marekani walikuwa na mpango liweze kubeba vichwa hadi 16 vya nyuklia. Hii ni hatari. Kwa hiyo just imagine kwa muda wa mwezi mzima au wiki nzima hili kombola linapita kwenye nchi yako linamwaga mionzi huku likidondosha vichwa vya nyuklia kwenye kila mkoa. Hiyo ndio plani ya Marekani. Sasa tatizo ni kwamba nani ataliruhusu ili kombola liweze kupita kwenye anga ya nchi yake likiwa la safiri kwenda kumshambulia adui? Sababu hili kombola likipita kwenye anga ya nchi yako litaanza kumwaga mionzi huko likiwa linapita tu kwenda kumshambulia adui mwingine. Kwa hiyo mainjinia wa Marekani wakasema labda hili kombola litapita baharini, lakini tatizo kipindi kile kwenye mwaka 1957 hadi mwaka 1967 huko, mifumo ya kuongozea makombola kama cruise missile bado ilikuwa sio mizuri sana kama ambayo hii tunayo sasa hivi. Lakini pia Marekani waliweza kuona hii concept ya kombola kubeba vichwa vingi vya nyuklia na kwenda kufanya mashambulizi kwa adui yake, mbona kama ni concept ambayo inaweza ikatimizwa na silaha zingine kama bombers. Hizi ni ndege ambazo zinaweza ikabeba vichwa vingi vya nyuklia na kwenda kuvidondosha kwa adui yao. Lakini pia kwenye hiyo miaka ndio ilikuwa miaka ambapo watu walikuwa wameanza kutengeneza ICBM, yani Intercontinental Ballistic Missile. Haya ni makombola ambayo yalikuwa na uwezo wa kudeliver vichwa vya nyuklia kwa adui yoyote yule duniani kwa muda mchache kweli, na adui alikuwa na uwezo wa kudefend au kuzuia makombola ya ballistic yasimlenge. Kwa hiyo inamaanisha haya makombola ya ballistic yalikuwa na ufanisi mkubwa kweli. Sasa Marekani ikaona hakuna haja ya kuendelea kuinvest kwenye Project Pluto ambayo ilikuwa inataka kutengeneza hili kombola la SLAM. Sababu hili litakuwa ni kombola ambalo halitakuwa na ufanisi mkubwa kweli kama hizi njia zingine za kudeliver makombola ya nyuklia. Kwa hiyo wakaona haina haja ya kutengeneza hili kombola, sababu halitawapa ile strategic value ambayo alikuwa anaitafuta Marekani kipindi kile. Sasa kombola kama ile la Brevestnik, Putin yeye ana mpango gani wa kulitumia hili kombola? Bado hajasema hili kombola litakuwa labeba vichwa gani, vichwa vya nyuklia au vichwa vya kawaida.
lakini inaaminika hili kombora litakuwa linabeba vichwa vya mabomu ya nyuklia tu. Sababu hii issue nzima ya kutumia injini ya nyuklia, kama hili kombora lilikuwa linabeba mabomu ya kawaida likilenga target yake, ni lazima hii mionzi itavuja. Yani hii injini ikisha bomoka baada ya kulenga target yake, yani hili kombora likilenga target yake, hii injini itabomoka kabisa na mionzi itaanza kusambaa kwenye eneo kubwa kweli. Kwa hiyo hili kwenye definition litakuwa ni dirty bomb, yani limesambaza mionzi michafu kwenye eneo kubwa. Kwa hiyo madhara yake kwa watu yatakuwa ni makubwa. Mfano mzuri ni kwamba kuna kipindi ajali ilitokea ya hili kombora, ilikuwa ni mwaka 2019 na mionzi ikasambaa kwenye eneo kubwa kweli. Hii mionzi ilikuwa detected hadi kule Scandinavia, kwa ni mbali sana kutoka Urusi. Lakini pia hii ajali iliwaua wanasayansi au mainjinia 5 wa Kirusi ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye hii project ya kutengeneza hili kombora la Blevestnik. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba itakuwa ni ngumu sana ili kombora kufanya kazi ya kubeba makombora ya kawaida au vichwa vya kawaida vya kufanya mashambulizi. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa ili kombora litakuwa linabeba vichwa vya nyuklia tu. Sasa hiki ni kitu ambacho mimi ukiniuliza, nitakwambia mimi nadhani kuna njia nzuri sana ambazo Russia wanazo za kudeliver haya makombora ya nyuklia kwa adui yao. Russia wana ICBM hatari sana kwa jina la Saturn, lakini pia wana kombora lingine kwa jina la Avangard. Hili ni hypersonic missile. Pengine hili ndio litakuwa ni kombora ambalo lina spidi kubwa kweli duniani. Na sasa hii kazi ya kubeba vichwa vya nyuklia, mimi nadhani litakuwa na ufanisi mkubwa kweli wa kuifanya. Putin kitu anachohofia ni huu mpango wa Marekani wa kutengeneza mfumo wa ulinzi kwa jina la Golden Dome. Sasa huu ni mfumo wa ulinzi wa anga ambao utakuwa na uwezo wa kuintercept haya makombora ya ICBM yakiwa kwenye boost stage. Mpango wa Marekani ni kuweka satellite zenye uwezo wa kuintercept haya makombora pale tu yatakapokuwa yanaanza kupaa kwenda anga za mbali. Na huu ni wakati ambapo bado haya makombora yakiwa kwenye anga la Urusi. Na kwenye hii boost stage inamaanisha kwamba haya makombora bado hayana speed ya kutosha, lakini pia hayawezi kumanuva, yani yako vulnerable. Na itakuwa rahisi sana kwa Marekani kuintercept haya makombora sababu kwa asilimia kubwa wanajua location ya haya makombora yako wapi. Kwa hiyo ndio maana Putin anaona ni muhimu sana kutengeneza aina mpya kabisa ya makombora ambayo yeye anaita super weapon, na kombora mojawapo ni hili kombora Blevestnik. Sababu Putin anaamini kwamba Marekani wakianza kuintercept haya makombora yake ya nyuklia hawataweza kulipata hili Blevestnik sababu tayari litakuwa limeisha paa mwezi mmoja kabla au wiki moja kabla, linasubiri tu muda wa kustrike utokee au upatikane. Kwa hiyo hii mifumo ya Golden Dome itapata tabu sana kulitafuta ili kombora liko wapi na hata kulintercept. Lakini kusema ukweli kwangu mimi, japokuwa mafanzi wa Russia watanitukana sana kwenye comment, sioni kama kuna logic ya hiki kitu kutokea. Sababu uwepo wa satellite zenye uwezo wa kuona joto na kuweza kulitrack au kulifuatilia ili joto linaenda wapi, hii italifanya ili kombora lio rahisi kuwa intercepted. Hebu cheki kwenye miaka ya nyuma, Marekani pamoja na Urusi walikuwa wanatumia satellite zao kuangalia engine za jet zina nguvu kiasi gani. Cheki hizi engine za jet zikiwa zinawasha afterburners huwa zina produce joto kubwa kweli. Kwa hiyo Russia na Marekani walikuwa wanaweza kuangalia kwenye picha za satellite, zile picha za joto, kuona hizi engine zinaweza zikatoa hii afterburner kwa kiasi gani, yani na ukubwa wa kiasi gani, na moja kwa moja walikuwa wanajua kwamba jet ya adui yake inatumia engine yenye ukubwa kiasi gani, tofauti na yale madai ambao huwa wanatangazia watu kwamba nguvu ya engine ambayo inatumika kwenye hii jet ni kiasi fulani. Kwa hiyo kama hizi satellite zilikuwa zinaweza kutrack engine za jeti na kujua zina nguvu kiasi gani, sasa just imagine miaka ya sasa hivi zitakuwa na resolution gani kuweza kuona joto linapotokea exactly na linaenda wapi. Kwa hiyo hii issue nzima ya kutumia Blevestnik kama njia ya kukwepa silaha za ulinzi wa anga za Marekani, kwangu mimi sioni kama ina mashiko sana. Hii kazi ya kukwepa makombora ya ulinzi wa anga, mimi naona inaweza ikafanya vizuri sana na makombora ya hypersonic kama Avangard. Hili ni moja ya kombora ambalo nalikubali sana. Kwa hiyo kwanza jina lake tu ni zuri, Avangard hypersonic missile. Sababu hili kombora la Blevestnik sio lazima litunguliwe na makombora ya ulinzi wa anga, linaweza likatunguliwa hata na jet. Yani baada ya hii satellite kulitrack hili kombora, inaweza ikatuma jet sehemu gani ili kombora litakuwepo na kuweza kulishambulia kabla hata lijafika kwenye target yake. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema kwamba Blevestnik sidhani kama linaongezea Urusi ile strategic value ambayo anaitafuta hapa. Sasa ningependa sana kusikia na wewe mawazo yako kwenye comment, unaweza ukaniambia tukadiscuss hiki kitu. Sasa kuhusu mfumo wa ulinzi ambao Marekani wanataka kutengeneza kwa jina la Golden Dome,
Bado hii ni ahadi tu, na hii itakuwa ni mara ya pili wakiahidi kufanya hivyo. Mara ya kwanza walifanya hivyo mwaka 1983, walijaribu kufanya hiki kitu, kuweka mifumo ya ulinzi wa anga za mbali, lakini walifeli sababu teknolojia kipindi kile ilikuwa sio nzuri sana. Lakini sasa hivi uhakika wa kufaulu upo. Shida ambayo ipo itakuwa ni maamuzi ya kisiasa yataweza kuwaruhusu kweli Marekani kuweka silaha za ulinzi wa anga za mbali, sababu hapo watakuwa wamevunja ule mkataba wa kutoweka silaha za kivita anga za mbali. Na hii sasa itawaruhusu Urusi na wenyewe kusema inabidi tu protect ile policy ya MAD, yani mutual assured destruction. Kwa moja na wao wataamua kuweka mabomu yao ya nyuklia anga za mbali, ili kuhakikisha kwamba Marekani au nchi yote ikianzisha vita vya nyuklia watakuwa wako tayari kujibu haya mashambulizi ya nyuklia. Kwa mimi ndo maana naamini Marekani kuweka silaha zao za ulinzi wa anga za mbali ni kitu ambacho kitakuwa kigumu sana. Sio kiteknolojia, issue itakuwa ni maamuzi ya kisiasa. Kwa mimi nikiwa naongelea umuhimu wa hili kombora la Ballistic, siwezi nikajali kuhusu mfumo wa Marekani wa Golden Dome. Kwa hiyo ndio maana naendelea kuamini ufanisi wa haya makombora ya ballistic bado ni mkubwa sana. Na tena kama yale makombora ya ballistic ambayo yanakuwa launched na submarine, yani SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile, sababu haya hayajulikani yamefyatuliwa kutokea wapi, na haya ndio yatakuwa magumu sana kuwa intercepted kwenye vita vya nyuklia vikianza. Sasa hebu tujiulize, kwa nini Putin ameamua kutengeneza hili kombora wakati hakuna hata nchi duniani yenye mpango wa kutengeneza kombora kama hili? Sijasikia China wala Marekani ikisema itawajibu kwa kutengeneza kombora kama hili, sababu hizi nchi zinajua kuna makombora ya ballistic na mengine hypersonic ambayo yanaweza kuifanya hii kazi vizuri sana, na tena kwa ufanisi mkubwa kweli kuliko hata hili kombora la Ballistic. Alafu kitu kingine, inajulikana wazi kabisa kwamba Russia hawatakuwa na uwezo wa kuproduce haya makombora kwa wingi kweli unaotakiwa ili kuwa kitisho, sababu uchumi wa Russia siku zote utawaforce waweze kuchagua sehemu gani ya kuinvest hela zao. Kama wanataka kuboresha uwezo wao wa kufanya mashambulizi ya nyuklia, mimi naamini kwa asilimia kubwa watainvest hela zao kwenye mifumo ambayo imekuwa proven, makombora ya ballistic, makombora ya hypersonic, lakini pia bombers ambao ni ngumu sana kuonekana kwenye rada kama Pakda. Hapo ndio sehemu ambapo Russia wataweka hela zao nyingi kweli. Lakini kwenye haya makombora ya Ballistic, sina uhakika. Swali ni kwa nini Russia wameamua kutengeneza hili kombora la Ballistic hadi kulifanyia test? Mimi nadhani hizi ni sababu za kisiasa. Hebu cheki umma wa Urusi, wananchi wa Urusi pamoja hata na wabunge wao, viongozi wao wa serikali, huwa wanapenda sana Putin akiwanyima usingizi Marekani pamoja na washirika wake wa NATO. Sasa ukitaka kuamini hiki kitu, hebu cheki hili jina la Ballistic ni jina ambalo limepigiwa kura na wananchi. Kwa hiyo kulikuwa kuna majina ambao walikuwa wanatakiwa kuchagua, lakini hili jina la Ballistic maana yake ni ule ndege ambao huwa anapaa kwenye sehemu ambapo kuna storm au kuna gharika. Storm kwa Kiswahili ni nini? Storm ni nini? Kimbunga au? Okay, kuna yule ndege ambao huwa anapaa kwenye kimbunga direct, anaenda kwenye kimbunga kutafuta chakula sijui, ndio kwa Kirusi anaitwa Ballistic. Kwa hiyo wananchi walivyopiga kula wakachagua hili jina la Ballistic. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba wananchi wa Russia wanapenda sana hivi vitu ambavyo Putin anafanya, yani kuwatishia Marekani pamoja na washirika wake wa NATO. Na hata ukirudi miaka ya nyuma, kuna kipindi fulani hivi Russia walitesti bomu kubwa kweli la nyuklia. Bomu laitwa Tazaa bomba, lilikuwa na mlipuko wa megaton karibia 57 za TNT. Hii ni hatari. Sio kwamba walikuwa na mpango wa kutumia hili kombora siku moja, sababu hili kombora lilikuwa ni kubwa sana, uwezo ukaliweka kwenye makombora ya ballistic au hata kulipeleka na ndege kumshambulia adui yako. Ndege utakayoitumia ni ndege ambayo itakuwa imekuwa modified. Kwa mwisho wa siku alitest hili kombora ili kuwafanya nchi za magharibi wakose usingizi, na wananchi walifurahi kweli. Kwa hiki ndio kitu ambacho Putin anakiendeleza sasa hivi, sababu anataka kuendelea kuwa rais kwa muda wa miaka mingi kweli, na njia pekee ya kuwa rais lazima wafurahishe watu wako, na watu wako wanataka uwanyime usingizi watu wa magharibi. Kwa hiyo ndio maana Putin anatest haya makombora Ballistic, hata kama asilimia za siku moja kuweza kutumia hili kombora ni kama hamna kabisa. Lakini ni lazima siku zote aendelee kutangaza program za makombora ya kutisha ili watu wao waendelee kumkubali, hata kama hizi program strategically hazimake sense kabisa.
Lakini pia sababu ya pili, tunajua kwamba Russia ilipata ulisi mkubwa kweli wa mainjinia pamoja na wanasayansi wenye uwezo mkubwa kutoka Soviet Union. Kipindi kile Soviet Union walikuwa na uchumi mkubwa, kwa waliweza kutengeneza wanasayansi au wataalamu ambao na ujuzi na uelewa mkubwa sana. Sasa umoja wa Kisovieti ulivyovunjika na Russia ikalisi uchumi ambao unayumbayumba kidogo, yani sio uchumi mkubwa sana kuweza kufanya yale mambo ambayo Soviet Union walikuwa wanaweza kufanya. Kitu ambacho Putin anaona ni kwamba huu utaalamu wote ambao waliweza kuulisi kutoka kwenye kipindi kile cha Soviet Union, anaona kabisa kutokana na uchumi wao wa sasa hivi huu utaalamu utaweza kupotea kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana Putin kuendelea kuwapa wanasayansi wake kazi za kufanya project mbalimbali ambazo ni ngumu kweli kuzitekeleza, ili waendeleze kukuza ule utaalamu wao. Hata kama hizi project zinakuja mara moja, lakini zipo, zinamaanisha kwamba wanasayansi wataendelea kuzaliwa na wataendelea kulisishwa sayansi iliyotoka Soviet Union kipindi kile. Sababu siku zote ukiweza kusolve yale mambo magumu sana kwenye engineering, itakuwa ni rahisi sana kuweza kusolve haya mambo mepesi. Ndio maana utashangaa nchi zinataka kwenda anga za mbali, zinataka kupeleka watu mwezini, watue mwezini. Haya yote ni yale mambo magumu kweli ambayo ni magumu sana kuyafanya. Lakini ukiweza kuyafanya haya mambo, inamaanisha kwamba yale mambo marahisi yakija yatakuwa ni piece of cake. Itakuwa rahisi sana kuweza kudeal nayo. Hiki ndio kitu ambacho Russia anafanya. Kwa mimi naona issue zima ya kutest ili kombora Brevestnik kwenye swala zima la engineering, yani jambo zuri kweli. Okay, asante sana kuangalia hii video. Jina langu ni Jmax the ATG. Nadhani mpaka ni edit hii video ndio ijue na urefu kiasi gani, lakini nadhani itakuwa ndefu sana sababu nimeongea vitu vingi. Okay, nimekuachia video zingine hapo za makombora ya kutisha ya Russia kama Oreshnik, unaweza ukaicheki. Bye bye.